atatangazwa kuwa amechaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa maelezo hayo, sasa naomba tuendelee na zoezi la kumgombea kujieleza na kupiga kura. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mgombea kiti, karibu. Mheshimiwa mgombea, utajieleza na kutakuwa na maswali matatu kama yapo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Waheshimiwa wabunge wenzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyesimama mbele yenu naitwa Daniel Baran Silo, ni mbunge wa jimbo la Babati Vijijini kutoka mkoa wa Manyara. Mheshimiwa Spika, awali ya yote niungane na wote kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa afya njema na kukutana leo katika bunge letu tukufu, bunge hili la 13. Kwa Mheshimiwa Spika, chukua nafasi pia kushukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa heshima kubwa iliyonipa ya kuniteua kuwa mgombea wa nafasi ya naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nikupongeze wewe mwenyewe kwa kuchaguliwa kuwa spika wa bunge hili la 13. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Babati Vijijini ambao wamenipa heshima ya kuwa mwakilishi wao ndani ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, naomba sasa uniruhusu nieleze nafasi chache ambazo nimewahi kushika ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kati ya mwezi Januari mwaka 2021 hadi mwezi Machi mwaka 2024 nimehudumu katika bunge hili kama mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti. Lakini kuanzia mwezi Aprili mwaka 2023 hadi mwezi Machi mwaka 2024 nimehudumu pia kama mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimsaidia Mheshimiwa Spika na naibu spika katika kuliongoza bunge letu. Lakini pia nimepata fursa ya kuwa mjumbe wa kamati ya uongozi ya bunge. Lakini pia nimekuwa mjumbe wa kamati ya kanuni za bunge. Lakini pia nimekuwa mjumbe wa kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge. Mheshimiwa Spika, nilipata pia heshima kuanzia mwezi wa 3 mwaka 2024 kuteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, nafasi ambayo nimehudumia hadi tarehe 3 Novemba mwaka huu 2025. Mheshimiwa Spika, natambua kwamba nafasi ya naibu spika imeelezwa katika ibara ya 85 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini majukumu ya naibu spika yameainishwa katika kanuni ya 6 fasili ya 2 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka 2025. Lakini jukumu kubwa la naibu spika ni kumsaidia spika katika uendeshaji wa bunge. Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa bunge, niwahakikishie mkinipa kura za imani nitamsaidia Mheshimiwa Spika katika uendeshaji wa bunge letu, lakini nikisimamia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hasa nikisimamia kanuni zetu za bunge ambao ndio mwongozo wa kuongoza bunge letu tukufu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule, Mheshimiwa bunge, niko mbele yenu kwa heshima na taadhima nikuomba kura. Naombeni nipeni kura za imani ili msaidie Mheshimiwa Spika katika uendeshaji wa bunge letu tukufu, na tunatambua kwamba tuko hapa kwa niaba ya wananchi. Tutasimamia mijadala mbalimbali na pia fursa na Mheshimiwa Spika kwa ajili ya maslahi mapana ya Watanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa Spika, naomba kura yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule, naomba kura yako, na Mheshimiwa wabunge, naombeni kura zenu. Asante sana. Maswali. Mgombea kakae. Katibu. Quorum. Waheshimiwa, quorum yetu imebaki vivili 371. Wahudumu, leteni maboksi mbele.
gaweni kura, karatasi za kura. Mwanze kukusanya kura. Onyesheni maboksi hayo. Mtazamaji wa Bunge TV, kazi ya kumpata naibu spika wa bunge ndio inakwenda kufanyika sasa. Masanduku ya kura yakionyeshwa. Wangapi hawajapata kura bado? Kuashiria kwamba yako wazi. Atakayepigwa kura hapo zitakuwa ni za halali, na mgombea mmoja tu hapa, Daniel Baransilo, ndiye atakayepiga kura na wabunge 371 ambao wamejihudhurisha leo katika jengo hili la bunge Dodoma. Kazi yake kubwa kushirikiana na spika wa bunge Musa Azan Zungu kuhakikisha kwamba muhimili huu unafanya kazi ya kuunganisha Watanzania na kuwa sauti ya Watanzania kusema matatizo yao, lakini kwa nafasi hiyo pia kuhakikisha kwamba linakuwa daraja la kuisimamia serikali na kuzifikisha sauti za Watanzania katika kwa serikali ambayo inatakiwa itende kulingana na matakwa ambayo katiba imeamuru serikali iatende kwayo. Baransilo amezungumza hapo kwa ufupi kuhusiana na yeye ni nani, na pasi na shaka nafasi hiyo aliyoipata imeshampa uzoefu tangu mwaka 2023 alipopata wakati wa kuwa miongoni mwa wenye viti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akichaguliwa baada ya aliyekuwa mwenyekiti kuingia katika nafasi ya naibu spika. Musa Azan Zungu alikuwa ni mwenyekiti, na alipokuwa naibu spika Daniel Baransilo akapiga kura kujaza nafasi hiyo, na hivi leo anawania nafasi ya naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wote tumepiga kura, kisha historia yake katika utendaji wa nchi ya Tanzania, hususan katika uga wa kibunge. Yeye alianza kujitosa katika nafasi ya kuwania uongozi wa wakilishi wa wananchi mwaka 2015 alipojitosa kwa mara ya kwanza kuwania ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Babati vijijini. Isivyo bahati hakupata nafasi hiyo, lakini hakufa mtima, akarejea mwaka 2020 tuko na kazi kubwa mbele yetu na kuwakilisha wananchi wa Babati vijijini. Imekuwa ni muda si mrefu sana, ni miaka 5 hii uongozi wake, na sasa amerejeshwa kwa kipindi cha pili na wananchi wa Babati vijijini, wakiamini kwamba atasimama katika jukwaa hilo kuwaletea maendeleo, na huku akiendelea kuaminiwa kushikilia nyadhifa ambazo tunaweza kusema, tunasema ni mtu ambaye yuko calculated, ana hesabu zake za kiuongozi, kwa sababu tu katika miaka yake 5 ya mwanzo amefanikiwa kuwa mwenyekiti wa bunge, na kama nilivyosema alichukua nafasi ya Musa Zungu ambaye aliteuliwa kuwa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama haitoshi, amepata kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, miongoni mwa kamati ambazo zinahakikisha kwamba bajeti ya serikali kuu inakwenda na kuweka malengo ambayo yataainishwa na kutumika vema na kuwa na yataakisi mwanga wa namna ambavyo fedha za serikali zitatumika. Na kamati hiyo pia imekuwa ikihusika kwa nafasi kubwa kutoa mapendekezo na ushauri wa namna bajeti inavyotakiwa kuwa, na yeye alisimama katika nafasi hiyo akihakikisha kwamba kamati ya bunge ya bajeti inakuwa miongoni mwa washauri wazuri wa Wizara ya Fedha, ili wananchi wapate nafasi yao vizuri. Wenzake katika nafasi ya wenye viti ambao walihudumu nao, pasi na shaka ameomba kura hapa kwa spika, ameomba kura kwa waziri mkuu mteule Mwigulu Lameck Nchemba, na kina Najma Multaza Giga walikuwa katika nafasi hiyo, na yeye sasa anavuka kiunzi kingine kuelekea kwenye nafasi ya naibu spika. Bunge litampitisha kwa sababu ni mtu mmoja pekee ambaye amejitosa katika uga huo. Ni jambo la kusubiri na kuona baada ya kura ambayo inaendelea kupigwa